Mimi kama mlisikia kundi la G55 na mimi mmoja wapo. Nia na madhumuni kuingia kwenye lile kundi ni baada ya kauli mbiu ya chama chetu. Hiyo ni kauli mbiu, no reforms, no election. Na hii kauli mbiu ilitokea muda mrefu sana miaka ya nyuma. Hata tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, hii kauli mbiu tulikuwa tunaimba. Lakini tukaona huku tunakoenda hii kauli mbiu, alafu uongozi wa chama unasema hii kauli mbiu ndo azimio la chama chetu kwenye baraza kuu na mkutano mkuu. Hata nikiwapa hapa document, hakuna azimio kama hilo. Hiyo ni kauli mbiu tu kama people's power nini. Sasa hii kauli mbiu imeenda mbali zaidi. Chama chetu sasa hivi viongozi wetu wanasema no reforms, no election. Maana yake tunadai hizo reforms, lakini kwenye uchaguzi unaoenda kufanyika Oktoba hakuna kuingia kwenye uchaguzi. Uwe udiwani, uwe ubunge, uwe uraisi, ni marufuku mpaka tupate katiba, mpaka tupate mabadiliko ya katiba na tupate mabadiliko ya sheria. Lakini tukiangalia tulikotoka mpaka hapa tulipo, mpaka uchaguzi sasa hivi imebaki miezi 4. Tunaingia kwenye boksi la kula. Huu uwezekano kama ulishindwa miaka 30, utaweza kwenye kipindi kifupi? Matokeo yake tunaandikiwa barua, wanaagiza huko kwenye matawi yetu kwamba tufukuzwe wanachama. Sasa mtu mzima kama mimi niliyokutumikia chama miaka mingi, leo tawi linaenda kunifukuza wanachama kweli? Heshima yangu iko wapi katika hii nchi? Kwa hiyo hizo karaha, moyo unakaa hauna amani. Chama nilichokijenga mwenyewe, viongozi wengine niwaingiza wenyewe wanachama. Leo napokea vitu kama hivyo, kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Ni wachache sana wanaweza kuhimili hiyo mikiki. Lakini matusi, kejeli na kusingiziwa mambo mbalimbali, mimi kwa kweli kama mtu mzima nikasema hapana. Sasa tukapa tupe mikakati ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi kwa kuzuia uchaguzi. Wanasema hivi, kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kura tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi. Kasema huo sio mkakati. Kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi tutauawa, uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi. Leo twende tukauzuie, hivi tutapona jamani? Sasa mimi nasema hivi, mimi Susan Kiwanga niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka 20, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa, liwalo na liwe, Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia uwanachama wa Chadema. Nimeachia uwanachama wa Chadema kuanzia sasa. Saa ngapi? 7:24 siku ya Jumanne, tarehe 13 mwaka 2025. Nimeuachia wanachama wa Chadema kwa sababu nilijiunga kwa hiari yangu mwenyewe na uachia kwa hiari yangu wenyewe. Nilijiunga mwaka 2004. Nimefanya kazi nyingi za kimkakati kuzunguka Tanzania nzima, bara na visiwani. Sasa ninasema basi.